watumishi wote wa Mungu ambao wameitwa na Mungu, wanafanya kazi ya Mungu, wote wako vitani. Shetani siku zote anakuaga hana furaha siku zote anapoona kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele. Kwa unapopata muda pia ombea watumishi wa Tanzania, lakini kwa saa hizi Mungu ametoa taarifa juu ya mambo ya siri na vikao vya siri ambavyo wameandaa watu fulani waliokuwa wamevaa sare fulani, ajenda fulani kwa ajili ya kuhakikisha wanawadondosha hawa manabii ambao wanaweza kufunua mambo kabla mambo yao hayajatimia. Mungu wa mbinguni asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana, na huu ndio ujumbe ambao Mungu ametoa kwa manabii wote wa Tanzania. Ninapozungumzia manabii wa Tanzania, ninalenga kwenye upande wa wale manabii ambao wameitwa na Bwana na wanatumiwa kabisa na Mungu katika kuonya taifa, katika kufikisha ujumbe katika sekta mbalimbali, lakini kutoa unabii kwa watoto wake na mambo yajayo. Kwa hiyo ninalenga wale watumishi ambao wameitwa kabisa na Mungu na wanamtumikia katika kweli yote. Wale ambao ni manabii wa uongo katika unabii ambao umepita, nimezungumza kwamba Mungu ametoa ole, na huu utakuwa ni mwaka wao wa kufichuliwa na mambo yao kuwekwa wazi. Kwa hiyo siku ya leo nipo kwa ajili ya kusema kuna jambo la hatari kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii ambaye ameitwa na Bwana na anafanya kazi ya Mungu na anazungumza kweli ya Mungu. Kila Mungu anapokuwa anaachilia ujumbe ndani ya moyo wake, ndani ya maisha yake, basi anakuwa mwepesi kwa ajili ya kulitii hilo ambalo Mungu amemwagiza, kwa sababu ndicho alichoumbiwa kufanya katika hii dunia kwa utukufu wa jina la Bwana. Imekuwa siku 3 mfululizo Mungu amesema na mimi kwa habari ya mambo ambayo yanajiri katika taifa la Tanzania kwa watumishi wa Mungu, kwa manabii ambao wameitwa kabisa na Mungu, kwamba uko mpango wa siri ambao adui ameuandaa kwa ajili ya hawa watumishi wa Mungu ambao ni manabii. Mwanzo kabisa Mungu alisema na mimi, niliona viongozi, niliona watu kutoka kwenye mikoa mbalimbali, watu wenye hadhi. Sitaki niseme kwa uwazi zaidi, nitasema kama Mungu ambavyo amelifikisha kwangu kwa mafumbo. Kwa hiyo na mimi pia ndalifikisha kwa mafumbo, kwa sababu wote ambao wanampenda Mungu na wanasoma Biblia vizuri watagundua kwamba hata Agano la Kale kuna kipindi Mungu alitaka manabii waongee wazi kabisa, lakini kuna kipindi Mungu alifikisha ujumbe kwa manabii kupitia mafumbo. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anampenda Mungu na ambaye amefuatilia sana kwa habari za manabii atajua nini ambacho ninakifikisha leo. Nitasema kwa namna ya mafumbo, lakini nabii wa Mungu ambaye yupo katika taifa la Tanzania atajua nini na maanisha na atachukua hatua. Kwa hiyo niliona watu wengi sana wenye hadhi, wenye nyadhifa mbalimbali wametoka katika mikoa mbalimbali, wakakusanyika sehemu moja na kufanya vikao. Wakafanya kikao kikubwa sana, wakawa wengi kama grupu. Katika kile kikao wakawa wanazungumzia kwamba moja kati ya watu ambao wanasababisha tusifanye mambo yetu kwa wakati sahihi ni manabii. Kwa sababu tunapokuwa tunapanga mpango wowote juu ya watu fulani, kwamba labda tukamate mafahamu zao ili kila ambacho tunakiongea kiwe rahisi sana, kila kitu ambacho tunakiongea kiwe rahisi sana au watu kukisikiliza na kukikubali pasipo kujali kwamba ni kibaya au kizuri. Lakini manabii ni watu ambao wamekuwa wakirudisha michakato yetu nyuma, kwa sababu wanakuwa wepesi sana kutambua nini kinaenda kutokea na uwafungua watu akili kwa kusema mambo yatakayojiri, kwa kusema mitazamo ambao wanaiona, na watu wanafunguka na tunashindwa kufanya mambo yetu kwa wakati sahihi. Kwa hiyo kile kikao kimeendelea, nikawa naonyesha hicho kikao. Baadaye wakasema lazima tuandae mpango wa kuangamiza wa watu, kwa sababu kama hatutafanikiwa kuangamiza hawa watu, kuna vitu vingi sana tutashindwa kuvifanya kwa wakati sahihi, kwa sababu ni watu ambao ni wepesi sana kujua nini kinakwenda kutokea kwenye taifa kabla hicho kitu hakijajiri. Kwa hiyo mambo yetu hayafanyike on time, tunafanya chini ya viwango. Kwa hiyo yako maandalizi, na wakawa wamejadiliana mambo mengi sana katika hicho kikao, kwamba namna ya kufanyaje ya kuangamiza hawa manabii, kwamba wataanza kuangamiza mmoja baada ya mwingine, lakini ni kusudi ambalo linapiga wale watumishi wa Mungu ambao wameitwa katika kweli, ndio ambao wanafanya uharibifu, ndio ambao wanafungua fahamu za watu kwa kuongea zile siri ambazo Mungu anaachilia kwenye maisha yao, juu ya taifa, juu ya maisha ya binafsi, juu ya kanisa, juu ya sekta mbalimbali. Hawa ndio ambao wanataka kudili nao, hawana muda na watu manabii wa uongo. Basi nikataka kujua, Mungu, kwa nini umeniambia hivi na kusudi lako ni nini? Kwa nini umenionyesha hiki kitu? Nataka nikushauri tu, hata wewe ambaye unaniangalia, ukiona unanisikiliza muda una saa hii, ukiona kuna kitu Mungu amekuonyesha na hicho kitu haujakielewa, kuwa mwepesi sana wa kumuuliza. Na hii nazungumza kwa wale watu ambao tayari wana viwango vya juu sana vya kiroho, ambavyo wamefikia level ya kumsikiliza Mungu, ya kuwa na uhusiano na Mungu, kwa sababu Mungu anasema zaidi kwa watu ambaye wako karibu naye
sana. Kwa hiyo nilipomuuliza Mungu, akawa amenichukua tena kwenye maono, akanionyesha kwamba manabii wa Tanzania wengi ambao wamewaita manabii wake wamekaa kwenye uwanja. Uwanja ni mkubwa sana. Lakini wakiwa katika kwenye ule uwanja wakiwa wanajadili kwa habari ya kufanya kazi ya Mungu na habari ya kuendesha ufalme na ni kwa habari ya kufikisha injili kwa ajili ya kukomboa, wakiwa na discuss kwamba tutafanya nini kwa ajili ya taifa la Tanzania, tutafanya nini kwa ajili ya watoto wa Mungu, tutafanya nini kwa ajili ya kuwaokoa hawa watu. Ghafla yakatokea magari mengi sana yakaanza kuwakimbiza wale manabii. Na wakati wanakimbia hawa manabii wengine walikuwa wakidondoka njiani, yale magari yalikuwa yakiwakanyaga. Yakiwakanyaga, zinaonekana tu damu na mifupa hao watu wamesagwa. Lakini manabii wengine walikuwa wana mbio zaidi. Lakini Mungu hakuishia hapo. Akanionyesha tena kwa mara ya pili. Ni mifano ambayo akajaribu kuniletea maono ambayo yanafanana. Akanionyesha kwamba wanyama wakali kwenye ule uwanja wakiwa wanaendelea hawa manabii kujadili namna ya ufalme wa mbinguni na namna ya kufanya kazi kwa uaminifu na namna ya kuokoa watu kutoka kwenye utumwa wa dhambi na mauti na kufanya vitu vingi sana kwa uaminifu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wakatokea wanyama wakali, wakaanza kuwafukuza hawa manabii. Baadhi yao walikuwa wanyama wakiwakamata na wakiwalalua, zilikuwa zikionekana damu tu, lakini wengine walikuwa wana mbio sana. Kuna wengine walikuwa wanakimbia mpaka inafikia mahali wamechoka, wanahema, wanakata tamaa. Akarudia tena kwenye mfano wa tatu, tena akanirudisha kwenye hilo ono, akarudisha kwenye upande wa hawa wanyama wakali lakini wa aina nyingine. Mfano wa kwanza alitumia gari, wa pili alitumia simba, wa tatu akatumia chui. Wakawa wanawakimbiza. Mwendo ulikuwa ni ule ule, wengine walikuwa wakidondoka wakiliwa, lakini wengine walikuwa wana uwezo wa kukimbia sana na walikuwa hawajakamatwa na hao wanyama. Kwa hiyo Bwana akaniambia, akasema, sema na manabii wangu ili wasije wakaangamia, kwa sababu iko hatari kubwa sana katika mwaka 2024 juu ya manabii ambao wamekubali kunitumikia. Nimewachagua waliona kweli. Inatakiwa wajiandae, kwa sababu uko mpango wa siri ambao adui ameandaa na atatumia udhaifu. Udhaifu wa aina gani? Kwamba kila nabii aliyeitwa na Bwana atatumiwa watu kwa mitego mbalimbali. Sana sana watakuwa wanamgusa kwenye eneo la udhaifu wake. Kwa sababu kila mwanadamu tunajua kwamba ana udhaifu na ukamilifu tunaupata ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo watatumiwa watu wa aina tofauti. Yaani watakusoma wewe ni nabii wa aina gani, unapendelea nini hupendi. Watadili na vile vitu ambavyo unavipenda. Watafanya mpaka iwezekane. Ikishindikana ndo wale ambao tunaona ni manabii ambao waliweza kukimbia sana, lakini kuna manabii wengine ambao walilaliwa, kuna wengine ambao waliliwa na simba, kuna wengine ambao walikanyagwa na magari. Kwa akanambia waambie wawe macho katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kipindi ambacho watu wasemapo kwamba kuwa kuna amani, ndipo uharibifu utokea hapo kwa ghafla, wala hawapati dawa. Na kwa mitego ambayo wamejadili kwamba wataitumia kwa watumishi wa Mungu kuhakikisha wanawaangamiza wote, lakini ni kitu kisichowezekana. Lakini sasa Mungu anapokuwa anatoa maonyo haya au anatoa taarifa kwa manabii, na maana hataki hata mmoja aangamie, na ndio maana anajitahidi kila mpango asili wa yule mwovu adui shetani katika ulimwengu wa roho anaufikisha kwa wakati sahihi, ili watumishi wake wasifanyaje, wasiangamia, asiwepo mtu wa kuangamia. Ina maana ajue mtego wa adui shetani na ajue atatumia mbinu ya aina gani. Na ukisoma katika hii Mhubiri 10 mstari wa 8 anasema, mwenye kuchimba shimo atadumbukia ndani yake, lakini na yeye abomoae boma nyoka atamuma. Kwa hiyo ni mwaka ambao manabii wote hakikisha kwamba humpi adui nafasi, ufungui mlango hata kidogo. Ni wakati wa kumtafuta Mungu sana na kuomba ulinzi kwenye eneo lako, ili shetani asije akakamata ufahamu ukashindwa kufanya kazi ya Mungu tena, akakuua kiroho au akakuua kabisa kimwili. Kwa sababu tunapozungumzia vita, zamani ilikopo ni vita zaidi ya damu na nyama. Watu walikuwa kiuana wazi, wakichinjana wazi. Kwa hiyo sasa hivi mfumo wa vita umebadilika. Mfumo wa vita unapigana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoingia vitani kuna saini kufa na kupona. Kwa hiyo kama Mungu ameamua kusema hivi, na maana iko ajenda kubwa sana ambayo imeandaliwa, na ndio maana ametaka huyu nabii aliyemuita katika taifa la Tanzania awe macho, kumtafuta zaidi, kuomba ulinzi, lakini kuombea sana fikra zake, adui asije akapata kunasa, asije akaiba kalama, kwa sababu wengine wataibiwa kalama. Watakuwa walikuwa wanatoa unabii, watazima ghafla, wataacha kutoa unabii kwa sababu watakuwa hamsikii Mungu. Shetani ataiba macho ya rohoni na masikio ya rohoni, lakini wako ambao watapigwa kabisa, watakufa. Kwa hiyo ndio maana anatoa tahadhari kwamba mwaka 2024 manabii wote
tutembee kwa tahadhari, tuwe macho, kwa sababu kuna mpango wa siri kabisa. Watu fulani walikuwa wamevaa sare fulani, wakafanya ajenda zao na wakaangalia wa manabii ni watu wa aina gani, wakaandaa watu wa kuwatumia kwa ajili ya kuhakikisha wanawamaliza. Mungu akubariki sana wewe nabii ambaye utakuwa umesikia huu ujumbe kutoka kwa Mungu na utasema huyu ni Mungu, na utaanza kuchukua tahadhari. Mungu akubariki sana. Lakini wewe Mtanzania ambaye unapenda sana huduma ya kinabii na unatamani izidi kusonga mbele, na unatamani na unaamini kabisa kwamba hawa manabii wanatumiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta taarifa kwenye taifa, kuleta kwenye sekta mbalimbali kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini kuyafunua mambo ambayo yako sirini, ambayo bado hayajaonekana kwa namna ya mwilini, na maana kutoa tahadhari. Ungana na manabii wote kuombea manabii wale tu ambao wameitwa na Bwana huu mwaka 2024. Mungu awalinde sana, wawepushie kwenye kila namna ya mauti ambazo shetani ameziandaa. Haijalishi atatumia mbinu gani. Kama pale tuliona alitumia magari, alitumia wanyama, akatumia simba, akatumia chui. Mungu wa mbinguni atakubariki sana wewe ambaye utaacha kazi zako, lakini utapata muda mzuri kwa ajili ya kuombea watumishi wa Mungu. Pia utakuwa umehubiri injili, utakuwa umefanya kazi ya Mungu kwa uaminifu kabisa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwa wale ambao ndo wananiona siku ya kwanza leo kwa mara ya kwanza kabisa, naitwa Pastor Esther Samuel. Kwenye hii page yangu kwa ambao wanataka kujua huyu binti ni nani, ni kuna shuhuda mbalimbali ziko hapo chini, lakini ni nabii ambaye nimeanza kutoa unabii toka nikiwa kwenye mataifa ya nje. Unaweza kaangalia kwenye page yangu, kuna nabii nyingi ambazo nilitoa, lakini Mungu pia akawa amezithibitisha. Lakini pia unaweza kaniita Pastor Esther Samuel, au kaniita nabii Esther Samuel, au Prophet Esther Samuel, yote iwe kwa utukufu wa Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu ninayetumika chini ya EAGT Tanzania. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umechukua muda wako kwa ajili ya kusikiliza huu nabii, lakini pia umekubali kupokea kwamba ni Mungu anasema na taifa la Tanzania anasema na manabii wa Tanzania. Lakini tusimame pia kuwaombea, lakini pia usiache kuombea watumishi wote wa Mungu ambao wameitwa na Mungu, wanafanya kazi ya Mungu. Wote wako vitani. Shetani siku zote anakuaga hana furaha siku zote anapoona kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele. Kwa unapopata muda pia ombea watumishi wa Tanzania. Lakini kwa saa hizi Mungu ametoa taarifa juu ya mambo ya siri na vikao vya siri ambavyo wameandaa watu fulani waliokuwa wamevaa sare fulani, ajenda fulani, kwa ajili ya kuhakikisha wanawadondosha hawa manabii ambao wanaweza kufunua mambo kabla mambo yao hayajatimia. Mungu wa mbinguni hamkujua kwamba huyu mjumbe ni mtu wa namna gani. Leo anaanza kuyafunua ya kwenu, mnataka kumkamata. Bwana nifunulia, anaambia angalia, anajipanga sasa kutuma watu kuanza kufuatilia kukamata. Na la juzi ndio hilo, angalia askari hapo wameshajiandaa, usiende.